Kwanza nipongeze kitendo ambacho amekifanya ndugu yangu Faris kwa lengo la kufanya dua, lakini pia kuiombea nchi yetu, lakini pia kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuwakusanya watu kwa lengo la kuwashukuru. Vijana kama hawa katika taifa hilo wamebaki wachache sana, na kuwapata vijana ambao wanaweza kuwa na impact, kuwa na akili chanya yenye kuweza kufikiria jambo kama hili katika taifa hili ni vijana wachache sana. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yako maneno aliwahi kuyasema, thalathatun laysa laha iyabun, mambo matatu yakiondoka hayawezi kurudi. Jambo la kwanza ni aljamalu, uzuri. Leo ukiwa mzuri, sura yako nzuri, lakini kuna umri utafika, nyama za sura zitakuwa zimeshuka, ujana umeshaondoka. Jambo la pili alwaktu, wakati ukiondoka huwa hauwezi kurudi. Na jambo la tatu ashababu, ujana ukiondoka huwa hauwezi kurudi. Ujana uliokuwa nao inatakiwa uweze kuutumia vizuri kuleta impact kwenye jamii yako, katika nchi yako, katika mkoa wako, katika kijiji chako. Faris ni mfano wa vijana wachache ambao wameweza kuleta impact katika nchi hii. Sizungumzii Katoro, katika nchi hii. Inaonyesha ni wazi ujana wake anautumia vizuri. Mtu mmoja aliwahi kusema, anaitwa Benjamin Franklin, alikuwa rais wa Marekani. Aliwahi kusema, many people died at 25 and antiburied until they are 75. Kuna watu wengi sana wanakufa wakiwa na miaka 25, lakini wanakuja kuzikwa wakiwa na miaka 75. Ukiwa ni kijana wa miaka 25, 30 kama ndugu yangu Faris, kisha ujana wako ukawa hauna impact yoyote, kisha ukaenda mpaka ukazeeka ukawa na miaka 75, ukaja kufa una miaka 75, hali ya kuwa ujana wako ulikuwa hauna athari yoyote, wewe unahesabika ulikuwa ni kijana uliyekufa hali ya kuwa una miaka 25. Unajiona ukiwa upo hai, lakini kama ujana wako hauna impact yoyote, wewe umekufa. Kwa hiyo tunahitaji vijana mfano wa Faris ambao wanaweza kuleta impact katika nchi, impact katika mkoa, impact katika kijiji chake ya sehemu aliyotoka. Niliwahi kusoma kitabu kimoja, samahani mtanisamehe, mimi huko Bukoba ni kwa wajomba zangu, kwa hiyo natambua sana kuna wasomi wengi sana, ndio maana nanukuu vitabu. Na sisi ni mashekhe ambao tumepita darasani kidogo, japokuwa kuna watu wanakidai hawa mashekhe hawajasoma, tuna degree zilizolala kichwani. Yuko mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Chinua Achebe. Aliwahi kuandika kitabu cha Things Fall Apart. Kuna swali aliwahi kuuliza kwenye kile kitabu, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Iko wapi migomba midogo? Bukoba tunajua tuna migomba mingi. Mgomba ukishakata ule mkungu unakuwa ni useless, manake tayari umeshaisha habari zake. Chinua Achebe anauliza, iko wapi migomba midogo itakayochipukia wakati tayari migomba mizee imeshaondoka? Maana yake alikuwa anamaanisha, wako wapi vijana watakaokuja kufanya kazi ya wazee ambao wazee tayari wameshaondoka? Tumewapata wakina Faris tayari. Tumewapata wakina Faris ambao wamekuja kufanya kazi ya wazee ambao tayari uzee wao washaumaliza. Wamekuja vijana ambao wamekuja kuleta impact katika nchi hii. Kabla sijaendelea mbele na nimalize nikae chini, kwa kuwa niko mbele ya vyombo vya habari, neema hii ya kijana kama huyu ambao mmeipata watu wa mkoa wa Kagera, mimi ni muombe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana kama hawa tunawahitaji katika taifa, sio Kagera peke yake. Tunahitaji vijana kama hawa waje wafanye kazi kwenye taifa, kulitumikia taifa. Kupata vijana kama hawa ambao ni wachapakazi, waadilifu, wenye maadili mema. Leo wakati nakuja nilikuwa najaribu kuuliza baadhi ya watu wawili watatu
pengine naweza nikapata ila hata moja pengine ya Faris, nikawa napeleleza pengine Faris ana skendo, pengine ana tabia fulani mbaya. Wallahi nimekosa. Kila nikiuliza, nimekaa pale na jamani, Faris ana tabia gani hapa? Kila ninayemuuliza ananiambia Faris ni kijana wa kupigiwa mfano Katoro. Kwa hiyo tunahitaji vijana kama hao watumike katika nchi. Mimi natamani neema ambao wameipata watu wa mkoa wa Kagera tuipate Tanzania nzima. Ni nadra sana kupata vijana mfano wa Faris. Hawa ndio vijana waliokuja kushika kazi ya wazee ambao tayari wameshaondoka.